Karibu katika kipindi cha Mohamed Talk. Katika simulizi ya leo tunamwendea moja kwa moja Wema Sepetu. Ni mmoja wa watu mashuhuri zaidi nchini Tanzania anayefahamika kama Tanzanian Sweetheart. Historia yake ni mchanganyiko wa mafanikio makubwa, urembo, siasa, misukosuko kimaisha inayomfanya abaki kwenye vichwa vya habari karibu ya miaka 20. Hapa kuna undani wake wa historia. Maisha ya awali na elimu. Alizaliwa tarehe 28 Septemba mwaka 1988 jijini Dar es Salaam. Ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto wanne na wanadiplomasia mashuhuri marehemu Balozi Isaac Sepetu. Alipata elimu yake ya msingi katika shule ya Academic 2000 na sekondari katika shule ya kimataifa. Baadaye alielekea nchini Malaysia kusoma shahada ya biashara kimataifa katika chuo kikuu cha Lim Kok Kwing, ingawa hakuhitimu kutokana na kutingwa na shughuli za urembo na sanaa. Safari ya Miss Tanzania mwaka 2006. Mwaka 2006 ndio ulikuwa mlango wa mafanikio yake. Alikuwa na umri wa miaka 18. Wema alishinda taji la Miss Tanzania mwaka 2006. Aliwakilisha Tanzania katika mashindano ya Miss World nchini Poland. Ingawa hakushinda taji la dunia, urembo na haiba yake viliteka mioyo ya Watanzania, na tangu hapo akapewa jina la Tanzanian Sweetheart. Tasnia ya filamu. Baada ya msimu wake wa urembo kuisha, Wema aliingia kwenye uigizaji wa kuwa nyota mkubwa wa kike. Filamu ya kwanza, alianza filamu itwayo A Point of No Return, akishirikiana na marehemu Steven Kanumba. Kampuni ya uzalishaji ilianzisha kampuni yake Endless Fame Production. Hii ni kutoa it's Endless Fame Production, na kutoa filamu nyingi kama Madam, More Than a Woman and a Heaven Sent. Tuzo. Mwaka 2014 alishinda tuzo za mwigizaji bora wa kike katika tuzo za watu Tanzania nchini Tanzania. Siasa na wanaharakati. Wema amekuwa na safari ya kusuasua katika siasa. Mwaka 2015 aligombea nafasi ya ubunge wa viti maalum mkoani Singida kupitia chama cha CCM, lakini hakufanikiwa kupitia kwenye kura za maoni. Mwaka 2017 alihamia chama cha upinzani Chadema akidai kutafuta haki baada ya kukamatwa na kutuhuma za madawa kulevya, tuhuma ambazo baadaye alionekana hana hatia ya kukamatwa kutumia dawa hizo kubwa bali bangi. Mwaka 2018 alirejea rasmi CCM na kuomba radhi akisema nyumbani ni nyumbani. Mahusiano na maisha yake binafsi. Maisha ya mapenzi ya Wema yamekuwa yakifuatiliwa sana na jamii. Steven Kanumba. Mahusiano yake ya Kanumba yalikuwa ya kihistoria katika tasnia ya filamu. Diamond Platnumz. Uhusiano wake na Diamond karibu mwaka 2012 mpaka mwaka 2014 ulikuwa maarufu zaidi na ulisaidia sana kukuza chapa ya Diamond katika miaka yake ya mwanzo. Changamoto ya uzazi. Wema amekuwa muwazi sana kuhusu changamoto yake ya kutafuta mtoto, jambo ambalo limemfanya apate huruma na upendo mkubwa kutoka kwa mashabiki wake. Mabadiliko ya mwili. Miaka ya hivi karibuni Wema alishtua watu kwa kupungua mwili kwa kiasi kikubwa sana baada ya kufanya upasuaji wa kupunguza tumbo, gastric bypass, ambayo nchini India kwa ajili ya afya na muonekano. Misukosuko na sheria. Wema amepitia vingi vigumu gerezani na mahakamani. Alishawishi kufungwa kifungo cha nje na kulipa faini kutokana na kusambaza picha zisizo na maadili, picha za faragha mitandaoni. Mwaka 2022 alifungiwa kwa muda wa kujishughulisha na sanaa na bodi ya filamu nchini kwa makosa ya kukiuka maadili. Wema wa sasa
wa 2025 2026. Kwa sasa Wema amejikita zaidi kwenye Wema App, jukwaa lake la kidijitali ambalo anauza maudhui yake ya filamu na maisha binafsi. Biashara, anajihusisha na biashara za urembo, ushauri wa mitindo, ushauri wa roho. Ameonekana kwa mtulivu zaidi, kujiepusha na scandals za mara kwa mara na kujikita katika kujenga upya taswira nzima ya maisha yake au kama mwanamke aliyekomaa. Mambo matatu muhimu sasa hivi kumuhusu Wema Sepetu. Ushawishi namba 1, ni miongoni mwa Watanzania wenye wafuasi wengi zaidi kwenye Instagram, zaidi ya milioni 30. Uvumilivu namba 2, licha ya kashfa nyingi bado amebakiwa kuwa brand inayopendwa makampuni kwa ajili ya matangazo. Namba 3, kipaji. Wataalamu wa filamu wanatambua kama mmoja wa waigizaji kwenye kipaji cha asili ya kuigiza, natural actress. Endelea kushare na marafiki zaidi ili waweze kupata simulizi zetu. Asante.